Watu wa Mungu, hamjambo? Asubuhi hii ya leo tena tunafurahi ametutia nafasi ya kuja kwake kujifunza mapenzi yake, lakini kuzungumza naye. Ya sala asubuhi hii inalenga kutuelekeza hasa upande wetu leo. Nimekuwa nikisema ya kwamba maombi hayamshughulikii Mungu, yanamshughulisha anayeomba. Pengine unaweza ukawa unafikiri kivipi? Maana sisi tunaona kama tunamwambia yeye afanye kwetu. Tulipoona jana kwamba twike yeye fadhaa zenu zote, maana anashughulika na mambo yetu, tulikuwa tunalenga tunamtwikaje. Tukaona tunapomwendea Mungu wakati tumekabiliwa na mambo magumu maishani, hatuendi ili Mungu ayaondoe. Sio ajenda ya sisi kwenda kwa Mungu. Hapana. Tunaenda kwa Mungu ili hayo matatizo tulio nayo yasituondoe kwa Mungu. Ndivyo sayansi ilivyo ya sala. Na kwa huruma zake akiyaondoa, sisi tutamshukuru. Lakini tunalo neno kubwa la kumshukuru yeye kwamba ametuwezesha kutoondoka kwake wakati wa dhoruba hiyo. Kwa hiyo hatumwendei Mungu ili tumwambie anachopaswa kufanya. Tunamwendea Mungu ili aekae ndani yetu, tushikamane naye katikati ya hayo tunayopitia. Ndio maana inaitwa ni sayansi ya kimbingu. Leo ninapiga hatua nyingine pamoja nawe. Kila unapoomba uwe na hakika unajibu ombi lako. Nitasoma mafungu kadhaa katika maandiko, alafu muda wangu ukiniruhusu kidogo nitaenda kwa nukuu za mjumbe wa Mungu, kwamba mtu unapoomba nisaidie niwapende watu, hakuna muujiza utakaofanyika. Na hayo ni mapenzi ya Mungu kabisa, ni mapenzi ya Mungu. Hili somo linakwenda kujibu swali hili ama hoja hii. Mbona ninaomba juu ya mapenzi ya Mungu na inaonekana kama Mungu hajajibu? Si kwamba hajajibu, huwa amejibu. Na kesho tutakuja kuona kitu kingine katika sayansi ya sala. Kila unapoomba usisahau ombi linamshughulikia anayeomba.
Upande wa Mungu hauna mashaka kabisa, hauna. Hajawahi lala, hajawahi choka, hajawahi sinzia. Ndio Biblia inasema. Tena inasema yeye anatenda. Tuna jambo tu sisi kwa upande wetu, tunafanyaje kwenye sala? Ndicho kitu ambacho tunapomwendea tunajikuta sisi ndio tuna tatizo, lakini tumemwendea. Jana tuliona, juzi tukaona tunaomba nini? Roho Mtakatifu na yote yanayohusu uzima wa milele, iwe ni kumtumikia, iwe ni tabia ya Kristo na mengine yote, ndio yanayoitwa hivyo. Na tutaiona jioni tafsiri ya somo la leo. Jioni tutaiangalia pia tafsiri hiyo kwa namna nyingine tofauti. Lakini tunapozungumza na Mungu, hicho ninachosema kwake ananingojea nikijibu mwenyewe. Na hii ndiyo maana nyingine kwa upande wetu ya imani. Ndio maana inaitwa ni sayansi ya kimbingu, ambayo sala na imani haviachani, na vinapaswa kila anayejifunza ajifunze vyote kwa pamoja. Na tukasoma siku ile, kwa yeyote anayetaka kuifanya kazi yake ya maisha iwe iliyofanikiwa, ni lazima aijue sayansi hiyo. Hii kazi ya maisha sio hii ya chakula, ya mavazi, mahala pa kulala. Anazungumzia katika uhusiano wake na Mungu na katika kumtumikia. Ikiwa anahitaji afanye alivyokusudia Mungu, lazima ajue hii sayansi ya sala na imani, sayansi ya kimbingu ambayo ni sala na imani. Injili ya Yohana sura ya 5, alafu soma mstari wa 5 mpaka wa 8. Sikiliza vizuri kisa hicho, alafu nitasoma tena kwenye Luka sura ya 17. Hebu soma Marko, Yohana sura ya 5 katika birika Bethsaida. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Kwa siku ya Sabato hiyo, na Yesu anapita kwenye birika la Bethsaida hapo, miaka 38, ni mgonjwa, hawezi, amepooza. Yesu akipomona huyu amelala, ndio, naye akijua kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, ndio alimwambia wataka kuwa mzima? Unaona maswali hayo? Wewe mtu uko hospitalini, alafu mtu anafika unataka kuwa mguu mzima. Ona mwelewa. Wewe ni kweli utoke huko kote uende hospitalini, alafu anaona unasubiri kwenda kwa daktari, alafu anakuuliza unataka kupona, utakuwa mzima? Kuna maswali mengine ukienda haraka. Yesu anauliza maswali ya ajabu. Mbingu zinauliza maswali ambayo ukiona kama vile hayana maana, lakini kuna kitu anaanzisha mchakato kwa huyo mtu. Miaka 38 yuko pale, amepoza, lakini bado tumaini ya kwamba siku moja anaweza kupona. Walikuwa wanaamini ile birika Bethsaida kwamba kuna wakati malaika anashuka anatibua maji, wa kwanza kudumbukia anapona. Walikuwa wanaamini hivyo. Kwa hiyo alipomuuliza hivyo huyo mtu unajua hata hajajibu swali. Sikiliza alivyojibu. Alijibuje? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Kesi yangu mimi ni wa kuniweka huko. Yakifanyaje maji yakitibuliwa? Ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine ushuka mbele yangu. Nikijaribu tu. Sio wengine wagonjwa wao tofauti na wako. Sasa mimi nani atanitoa hapa kwenye godoro aniingize kule? Yakitibuliwa mtu mwingine ana overtake.
Kwa hiyo yeye hajibu swali ninataka kuwa mzima, ila anajibu swali tabu yake aliyonayo pale. Watu ni wabinafsi hapa, ingawa nao ni wagonjwa. Niko hapa miaka yote na hamjui ni nani. Anaeleza kesi ya watu wengine badala ya kueleza kesi yake mwenyewe. Unataka kuwa mzima? Yanatoa maelezo mengine. Na ndivyo tulivyo. Ni mara chache sana tunajibu swali la Mungu sahihi. Mara chache mno. Na pengine unakuta hata hakuna kabisa. Kwa hiyo Mungu anafanya tu kwa rehema zake. Yesu akasemaje? Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Umesikia? Akamwambia fanyaje? Simama, halafu jitwike godoro lako kisha uende. Wewe unamwambia mtu asimame na ni mgonjwa. Ni kitu gani Yesu alikuwa anashughulika nacho hapa? Unajua huyu mtu anatupatia changamoto kubwa sana, na ndivyo ilivyo ukiangalia kwenye Biblia. Kasoro tu wale ambao waliowakuta Ibilisi amechafua ufahamu wao. Kwa hiyo rehema za Mungu zilienda hatua zaidi, kama yule aliyekuwa amepagawa na mapepo katika ng'ambo ya bahari ya Galilaya katika eneo la Gerasi, ambaye aliyekuwa anakaa makaburini, amechanganyikiwa kabisa, minyororo anakata, ukifungia anafungua, na sasa ni mtu anajikata kwa mawe. Kwa nini? Yule hata hana uwezo wa kuomba Mungu nisaidie hiki. Inabaki tu rehema za Mungu ndiye aliyeenda tu kwenda kumwotoa kwenye hiyo shida, maana hawezi kuomba tena. Lakini wote aliokutana nao magonjwa yao hayajagusa akili zao. Siku zote, awe ni Yesu, awe ni manabii, awe ni mitume, utakuta hiyo kitu, utaikuta. Yesu anamwambia, kwa kuwa hoja yako nani wa kunitupa wapi, wa kuniweka kwenye maji hayupo, ninahitaji mtu mwingine anishike aniweke kwenye maji. Halafu Yesu naye hamweki kwenye maji, badala yake anasema jiweke mwenyewe. Jitwike godoro lako. Kwanza simama. Hivi unadhani ile kauli ya Yesu simama ilifanya kama unayosikia iliyomnyanyua? Ninyi mnaonaje? Ndio iliyomnyanyua kwamba akashangaa, inamnyanyua. Imesimama kumbe. Sasa ndipo akachukua godoro? Hapana. Miaka 38 hajatoka sehemu kwenda sehemu bila kubebwa. Na hapa kauli inakuja, simama, jitwike godoro. Sasa hivi si ndio linakubeba ili godoro? Ni zamu yako usimame na ulibebe. Hiyo kauli hiyo. Ndio maana alimuuliza, unataka kuwa mzima? Jibu ombi lako. So unataka kuwa mzima? Unalo ombi la kuponywa. Na ingawa wewe akili yako imeenda kwa watu wa kubebe, sina mtu wa kunibeba, wa kunifungulia mlango wa kupenya, sina mtu wa kuniombea. Na kanisa hili siku hizi, kama ilivyokuwa huko nyuma, Ibilisi ametuondolea fursa zetu kwa Mungu. Tunategemea mpaka waje wa viongozi wa kanisa waniombee ndipo niamini Mungu anasikia. Na huu ni ugonjwa mbaya hujawahi ona. Mbaya kabisa. Mungu anaposema waite wazee wa kanisa wakuombee mtu ikiwa hawezi, ina maana mtu hawezi kuomba kwa Mungu. Sio kama nitapata nafasi nije nizungumze habari za, maana hiyo iko kwenye Yakobo. Na hii ya kuwapaka mafuta kwa neno la Bwana, ambacho ndio watu sasa wanaita mafuta ya upako. Ya nini? The ministry of anointing. Ibilisi ni kukopi tu na kutafsiri vibaya mambo aliyoyaweka. Kwa hivyo kuna watoto wa Mungu ambao
kesi zao zingilikuwa zimeisha siku nyingi sana, lakini hawaoni kama Mungu anaweza akasikia. Kuna vijana wawili, idara ya vijana nazungumzia, walienda effort, lakini wiki ya kwanza walikuwa wanaalika tu, tutakuwa na mkutano. Wamefikia mji mmoja hivi, wanaambia tutakuwa na mkutano wiki ijayo. Hawajaanza mkutano, wakafika nyumba moja, kwa sababu wamegawanyika wawili wawili. Wakafika nyumba moja, wakakuta watu ni wengi sana. Sasa wakati wanawaeleza tutakuwa na mkutano kwa wiki 3, mkutano wetu unaanza muda huu mpaka muda huu, tuna habari njema za Mungu, mzee mmoja akadakia, akauliza, huyo Yesu wenu anaponya? Unajua hata kujua wana agenda gani, huwezi kujua kuna nini kingine. Ameuliza swali ana nini? Wakajibu ndio, anaponya. Wakamwambia, unamwona yule kijana kama kwenye miaka karibu 30 na kitu hivi, yaani ni kama zezeta vile, haziko timamu, ni udenda tu, haelewi jua linachomozaje na linazamaje, yaani yupo kama mnyama. Angalia hata mnyama anajua kuna hatari kule na nini. Wakasema yetu tumemuona, kwani ni shida gani? Anasema hivi, huyo kijana huyo siku 2 zinazokuja mbele yake atakufa. Wanamuuliza, wewe unajuaje kwamba anakufa? Anasema, sikiliza, kaka yake aliugua hivyo miaka 2 na tulijulishwa atakufa usiku tarehe fulani saa 6 za usiku. Ilipofika muda huo alikufa. Huyu mnayemuona hapa pia ana miaka 2 na tarehe yake inafikia hiyo, na tulishaambiwa. Wakamuuliza, mliambiwa na nani? Na majini. Kwa hivyo hao ndugu nao waona wameshajiandaa kwa ajili ya matanga. Ndio maana tukakuuliza, Yesu wenu anaponya? Sasa niambie wale vijana wakasema anaponya. Hawajakaa kikao na wenzao, lakini wanahakika Yesu anaponya. Wakawaambia, sikiliza, siku ambayo anakufa usiku saa 6, siku hiyo mleteni, tuko kambi nyumba fulani, mleteni jioni, ili tuone kama atakufa akiwa na Yesu. Yeye haelewi chochote, ila munaamini Yesu wetu anaweza kumponya. Sasa ukiwa unauguliwa, masharti unazingatia. Kwa hiyo waliitikia, wakaenda katika kurudi nyumbani, wakawasimulia wenzao, wakaiona hiyo challenge ambayo ama watakuwa hawana ujumbe katika mikutano hiyo, ama kwa tukio hili Yesu atadhihirisha alikusudia kuokoa. Jioni ya siku ile wakamleta, wakawaambia, ninyi rudini. Basi kaendelea na shughuli zao siku hiyo, walibaki. Mkutano ukaendelea wakiwa na ratiba zao za kawaida, jinsi ambavyo taarifa ya kutembelea ilivyokuwa, kualika na nini. Ikafika saa 5 usiku, na mara nyingi baada ya hizo taarifa zote unazopeana na nini kinaendelea, wanaanza ibada yao kwa ajili ya kujiweka mikononi mwa Bwana. Siku hiyo waliisogeza mbele zaidi, walifanya mambo mengine, wakakubaliana kwamba ile saa nzima ambao tunafanya ibada tunamshukuru Mungu alichotufanyia, kualika na changamoto tulizokutana nazo na tafakari ya kesho itakavyokuwa. Wakaisogeza kuanzia saa 5 mpaka saa 6 usiku. Kwa hiyo waliendelea mambo mengine yote kufika saa hiyo, ndio wakafanya hiyo tathmini na kila kitu, alafu wakaanza ratiba zao za ibada, mambo ambayo wao wanayafanya, wanaombea ni kitu gani na nani huwa anasoma nini na kila kitu. Sasa yule hajielewi chochote, yuko tu hapa. Wakati wenyewe wanaendelea na ratiba zao kama kawaida, hawaombi kwa ajili ya chochote kile kwamba Mungu fanye kitu kwa mtu huyu. Saa 5:30 wakasikia sauti nje ya nyumba inasema, imebaki nusu saa.
imebaki nusu saa. Kwa hivyo wala hawakujali hiyo nusu saa yao wanayoambiwa. Wenyewe wanaendelea na ratiba zao kama kawaida, wako kwenye ibada yao ya saa moja. Ilipobaki dakika 15 akasema zimebaki dakika 15, na wanazungumza wako nje na sauti mnaisikia mpaka ndani. Zikabaki dakika 5, sauti ikasikika, ongeza majeshi, vita humu ndani ni kali, na hawahangaiki chochote. Baadaye wakati wanazungumza hivyo, ndipo wakafikia muda wao wa kuzungumza na Mungu ili wamalize huduma yao. Wakati watu wawili wanapoomba na wakasema, kwa sababu ya hiki pia tutamshukuru Mungu kwa hiki ambacho Bwana ameona vema kufanya kwa ajili ya mtoto wake huyu na familia ile. Mmoja ndiye aliyepewa nafasi ya mwingine, akaombea majukumu yao yaliyowaleta kwa muda wa mwezi mzima pale. Wakati anaomba yule anamaliza, anaomba huyo wa pili, wanamwambia wewe unadanganya tu, hakuna kitu mtafanya. Zikabaki dakika 3, akasema zimebaki dakika 3. Baadaye sauti ikasikika juu ya paa, watu wanatembea juu ya paa, si watu sio nani. Anasema tulishakuja ila tumeshindwa kuingia ndani, moto ni mkali. Wala wana shida na hiyo. Ilipofika saa 6 kamili walisikia tu kishindo, mtu anaanguka yuko kule, lakini hao wanashukuru tu. Kumaliza maombi, ameamka, amekaa, ni mzima kama mwanadamu yeyote. Saa 12 msururu wa watu kutoka kwenye familia walikuja ili wachukue maiti wao. Walikuta yule kijana anasukutua. Swali lao la kwanza ilikuwa ni hili, mnabatiza lini? Unajua mimi ninapoona watu wanajadili sijui nifanyeje, ni kwa vile hawajajua tu Yesu amewafanyia nini. Hawajauliza, mkutano hujaanza, lakini wanauliza mnabatiza lini? Ni vijana kwenye idara ya vijana. Hiki ndicho ambacho Yesu anamchallenge yule. Usizungumzie nani wa kuniweka. Simama, jitwike godoro lako, chukua action. Kama unahitaji kuwa mzima, tekeleza, fanya maamuzi na tekeleza maamuzi hayo. Yule mgonjwa aliyepooza miaka 38, ile kauli akaikubali, akaamini, akasimama. Hajawahi. Alipochukua hatua ya kusimama kwamba ninasimama, ndipo uwezo wa Kristo ukaingilia kati. Huo ni mfano na kielelezo tunachokisoma hapa. Nenda Luka sura ya 17 mstari wa 12 mpaka 17. Luka sura ya 17 mstari wa 12 mpaka 17. Neno la Bwana linasema, na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Ndio. Wakasimama mbali kwa sababu ya kanuni za ukoma, hawapaswi kusogea. Wakapaza sauti wakisema, wakasemaje? Yesu, ndio, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipoona aliwaambia, kawaambia, enendeni mkajioneshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Sasa hebu sikiza kidogo. Kwa nini Yesu anasema nendeni mkajionyeshe kwa nani? Kwa makuhani. Kwa sababu makuhani ndio walikuwa madaktari. Mtu kama ni mkoma hatamki na jamii anaumwa ukoma, isipokuwa aliyekuwa anatoa hiyo kauli alikuwa ni kuhani, na akimwambia we ni mkoma, tayari taratibu zinafuatwa. Na kama ametakasika, ameponywa, arudi tu kwenye jamii. Lazima arudi apate tena kauli ya kuhani, umeponywa ukoma wako. Sasa huyu mumpokee, aendelee na maisha kwenye familia yake. Kwa hiyo ndio maana akijua hivyo, kwa sababu hiyo ni maandiko ikatoka kwenye Torati. Mungu alimwambia Musa, huu ndio taratibu. Yesu sasa anawaambia hivi, nendeni mkajioneshe kwa nani? Maana yake ni nini? Huwezi kwenda kujionyesha kwa kuhani na bado unaumwa. Unaenda kumwambia nini sasa? Utakuwa na akili timamu?
eti unaenda kwa kuhani nimetakasika, wakati unajua kabisa mimi bado nina nini? Nina ukoma. Sasa ni kitu gani Yesu ana challenge? Uone vizuri hapa. Si mnataka ni warehemwe, mnataka mponye ukoma Anachosema ni hivi, umeshapona. Sasa unachohitaji tu ni cheti. Nendeni mkamwambie kuhani ile kesi kwetu ishafanyaje? Ishaisha. Wanageuka wanaenda. Wakati wakienda, yani Biblia inachosema ni kwamba yani waliondoka kwa Yesu wakiwa bado wakoma, na wanaenda kwa kuhani wakiwa bado wakoma. Ila kauli ya Yesu, nendeni mkajionyeshe kwa nani, hiyo ndio iliyofanya kazi. Kwa hiyo wanaenda kwa kuhani wangali wenye ukoma. Walipokuwa njiani wakienda, ndipo hatua hiyo ikafanyika. Jibu maombi yako. Haya ni mafungu mawili kutoka kwa Agano Jipya na yanamhusu Yesu na hawa watu. Tuvuke kidogo twende Agano la Kale. Ninaelewa mnafahamu habari za Naamani. Hiyo ni Wafalme ya Pili. Ukiangalia yale maneno, amekuja ili yeye akasema nilijua utanishika, utanifanyia hiki. Lakini anaambiwa nenda ukaoge Yordani mara ngapi? Jamaa kwanza alipata shida kabisa. Ashukuru wale askari wenzake walio msindikiza. Alikuwa anarudi hivyo hivyo. Akamwambia, kwani nikikwambia jambo gumu usingelifanya? Si uende. Amekuja ili aponywe. Nenda ujibu maombi yako. Ndicho alichokuwa anamweleza. Nenda ujibu maombi yako. Si unataka kuwa mzima? Anaenda uoge. Samueli ya kwanza sura hiyo ya kwanza, soma tu mstari wa 10, halafu uruke usome mstari wa 17 na mstari wa 18. Huyu ni mama anaitwa Hana, mke wa Elikana. Kesi yake ilikuwa ni kubwa sana. Mke mwenza anaitwa Penina alimshambulia mno, mpaka haya yakawa maisha yake. Hebu soma Samueli ya kwanza 1 mstari wa 10, halafu uruke usome mstari wa 17 na 18. Na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana, akalia sana. Unaona? Alimuomba nani? Bwana. Akalia namna gani? Sana. Sana. Alichokuwa anaomba, aliomba mtoto. Tena akaweka nadhiri, ukinipa nitakupatia. Na aliomba mtoto wa kiume. Sasa wakati anaomba hapo Shilo hapo, Eli kuhani mkuu alikuwa position fulani ya kumuona anapoomba. Sauti asikii, ila anaona midomo hiyo mama inacheza. Eli akahisi huyu mama amelewa huyu. Lakini kauli yake pia inaonesha akaamini kabisa yule mama ni mlevi. Akamwambia, mama, si utupilie mbali pombe zako. Kwa nini unakuja mbele za Bwana umelewa? Yule mama akamwambia, hapana, mimi si kama miongoni mwa wanawake wasiofaa. Mimi ninamimina moyo wangu kwa Bwana. Nina uchungu rohoni. Eli aliposikia hivyo akazungumza maneno haya, mstari wa 17. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Mimi leo ukiona mtu anasema nilikuwa hivi, lakini kiongozi wa kanisa, mzee wa kanisa alinikwaza, mchungaji sijui alinikwaza, yani nikakata tamaa, kiongozi wa idara alinikwaza, mara mwalimu wa kwaya alinikwaza, ndio maana siimbi. Sio kwamba watu ndio wanatukwaza, ni matatizo yetu sisi wenyewe. Biblia ilishasema makwazo hayana budi kuja. Kwani alisema yakija ujikwa? Kuna hilo fungu.
Kuna mtu alikuwa anaimba vizuri, eti mama wa kwaya alimwambia anaimba sauti kama una meza chura. Akasema basi nawaachia wanaojua kuimba. Watu wengine bwana wanaudhi, nimewaachia. Nilikuwa na shauku kabisa ya kuimba. Mzee alinikwaza. Eti naye anaona ana hoja. Lakini kama unaumwa huko hospitalini, usiku ugonjwa wao unapanda sana, unaongezeka. Alafu mgonjwa mwenzako unayelala kitanda kimoja, karusha mateke, amezidiwa, piga kelele na nini. Ndugu zako akija asubuhi kukuona unawaambia mnitoe hospitalini hapa. Wewe mgonjwa amenikwaza. Ndivyo hivyo unasema. Sio unabaki tu hapo unasubiri ziara ya daktari. Sasa wagonjwa wenzako wanakutoaje kanisani? Unajua vitu vingine ukifikiria unashangaa. Hawa watu tulio nao kanisani ni wagonjwa wenzetu. Tunahitaji matibabu. Eti naona nasema nilikuwa nahudhuria, nilikuwa na wai, yani nilikuwa na shauku kubwa, kanisa hili linavunja watu mioyo. Yaani wamenikwaza. Mbona hospitalini hujawahi kuzia? Unabaki humo. Leo eti kanisani eti unasema amenikwaza. Si ni wagonjwa tu na wanahitaji daktari. Hata kule nyumbani hawakwazi kweli. Mbona hujakimbia mji? Humo tu. Usiimbe wimbo wa makwazo. Ukiona mtu anaimba amekwazika, ni mtoto wa kiroho. Hakuna kitu kingine. Hakuna. Kwa hivyo huyu mama angelikuwa ni wanadamu wenzetu wa Kristo wa leo, kiongozi mkuu kama huyu ndani ya kanisa. Eli ni kuhani mkuu, halafu wewe una uchungu, unashambuliwa kule nyumbani na mke mwenza, umeamua kwenda mbele za Bwana kumimina moyo wako, halafu kiongozi wa dini anasema usiwe unakuja umelewa. Acha mambo ya ulevi wewe mwanamke. Tabia gani hiyo? Na tena anakunyokea kana kwamba alikununulia yeye pombe. Ungesikia leo wangelisema unaona, nishawaambia hawa wachungaji hawa ni Freemason. Yaani ibilisi anawatumia kuua mioyo ya watu. Yule mama alisema hapana. Mtumishi wa Bwana, mimi ninamimina roho yangu kwa nani? Eli alipojua kumbe kesi yule mama sio ulevi, ana shida anayozungumza na Bwana, akasema mama, enenda kwa amani, Bwana akujalie haja uliyomwomba. Soma mstari wa 18. Naye akasema mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Sasa nisikiza kidogo. Ule mstari wa 10 alisema hata alikuwa hawezi kula nini? Chakula, wala hana furaha. Ila alipozungumza na Bwana, hapo alikuwa na ujauzito, ana mtoto. Naomba uone kilichobadilika kwake. Mimi ndio mara nyingi ninasikitika na kuumia. Heti sisi kunapokwenda kumshukuru Bwana na kumsifu, ni baada ya kuwa tumeona na macho, tumepokea kwa mikono. Kama ni habari ya kesi imeisha mahakamani, kama ni habari ya ugonjwa tumerejeshwa nyumbani, kama ilikuwa ni habari, ndipo unaona mtu Bwana ni mwema wakati wote. Jamani, namshukuru Mungu. Tapia muro tu huu anaofanya. Yaani Bwana mwambie, unaposikia kumshukuru Mungu na kumsifu Mungu, ni mkuu, anatenda makuu. The science. Hii sayansi ni ajabu sana. Muone huyu mama, yani hajawa hata mjamzito, lakini tangu aliposema na Mungu kuna changes zilizobadilika maishani mwake. Sio kwamba ana mtoto tayari ama ni mjamzito, ila anaishi tayari kana kwamba ana mtoto. Yaani huwezi tena ukamtibua akakosa kula chakula. No. Yaani sasa hivi Penina atatukana, atamkebei, atamsimanga, lakini yule mama yuko normal kabisa. Ndio maana sisi tuna matatizo, tunapoenda kuomba tunataka Mungu ambadili Penina. Badilisha huyu mtoto Mungu.
ananisumbua. Wewe kazana Mungu, nibadilishe mimi, nijue namna ya kuishi katikati ya hii adha. Muondoe huyu bosi ananitesa hapa kazini. Mungu ana shauku ya kukubadilisha wewe ukae na huyo bosi. Na hiki ndicho tutahangaika nacho. Mwisho ukiona hayatokei, unafanya mwaliko na harambee. Mnikumbuke kwa maombi. Unaalika wa Mbeya, wa Tukuyu, unaalika wa Songea, unaalika wa Dar es Salaam, unaalika wa Arusha. Yaani wote paka na muda umewapangia, na tena unataka mfunge. Mimi wanawaambia siku zote wa namna hiyo sifungi. Nifunge kwa sababu gani? Nifunge na watu hapa Gangironga, bado nitasubiriwa nifunge na wa Dar es Salaam. Kwa hiyo kama Gangironga amenitaka tufunge Jumatano, wa Dar es Salaam nataka nifunge nao Alhamisi, wa Arusha nifunge nao Jumanne, wa Mara nifunge nao Jumatatu, Ijumaa wananingojea wa Tanga. Sasa ukweli ni huu, mimi nitakula lini? Mimi nitakula lini kama nitafunga na kila mtu? Pambana na hali yako. Yeba. Mimi nitakula lini kama nitakuwa naingia kwenye ratiba za kila muumini? Na Yesu alisemaje kwa? Kama mtu anafunga apake uso wake nini? Mafuta. Hii maana yake ni kwamba mtu asijue umefanyaje. Lakini leo watu wa kujionyesha watataka watu wote wajue wamefunga. Hiyo dini ya maonyesho hiyo haiko mahali popote. Yesu alisema hao sio wanajionyesha, wamekwisha kupata thawabu yao. Wewe usikubaliane na hicho. Achana kabisa na habari hizo. Ukifunga watu wasijue umefunga. Labda huyu anayekuandalia chakula ndiye atajua kwamba leo sitakula. Lakini wengine wote wana sababu gani ya kujua? Ipi? Kwa lipi? Ili wajue umefunga. Kwa lipi? Kwa hiyo anasema usijionyeshe mpaka uso wako mafuta, waone huko kawaida kama wao kwa ratiba zako. Lakini leo ndio unapigiwa simu, ninafunga Jumatano hivi kwa agenda ipi? Labda kama mlikubaliana ninyi. Lakini kama mjakubaliana kwa ratiba hiyo, unataka nini? Si kujionyesha tu mimi ni mtu wa kiroho, ninafunga. Jibu maombi yako. Huyu mama badala ya kuzungumza, baada ya kuzungumza na Mungu, aliliweka kabisa Mungu ameshajibu kesi hii. Na yeye akajibu kwa namna gani? Akaamua kuishi mtu aliyejibiwa, asiye na huzuni tena kwa jambo hilo, wala tena hawezi kushindwa kula chakula. Maana yake mentality yake, attitude yake, mtazamo wake, uhusiano wake na Mungu, hana tena hilo tatizo, ila bado hana ujauzito, hana mtoto, lakini anaishi akijibu ombi lake. Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Danieli 6 mstari wa 10. Hapa kuna kesi ya Danieli kutupwa katika tundu la simba. Na simba wako humo wengi, na alijua Wamedi na Wajemi hawabadilishi sheria. Kwa sababu alimtafuta Danieli, wale wakuu wenzake waliomwonea wivu kwa nafasi aliyokuwa nayo, na wakajua hawezi kumshtaki kwa mfalme kwa namna yote ya uzembe, ufisadi na chochote, ila tukipata agenda inayohusu Mungu wake tutampata. Wakaitengeneza. Mfalme alikuwa rafiki wake Danieli, lakini hakujua mpaka wakamuingiza akasaini, ikawa sheria. Na Wamedi na Wajemi wakisha saini haibadiliki, kwa sababu akibadilisha maana yake Mungu wake anabadilika, naye anakosea. Kwa hivyo ndio maana haikuguswa sheria inapowekwa na mfalme. Kwa hiyo mfalme akaweka bila kujua, na wakafuatilia. Sasa ona kituko hiki, ni kituko unajua. Soma Danieli 6 mstari wa 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani kwake. Na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu kama kawa. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali
akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Ingekuwa mimi, unafikiri sala yangu ingekuwa ya kawaida? Safari hii ningesema, Mungu badilisha ile sheria, ingilia kati. Lakini Biblia inasema Danieli hajabadilisha namna yake ya kuomba siku ngapi. Yeye siku zote anaomba mambo mangapi? Anasali na kushukuru. Hapa mtafsiri neno kusali, lakini neno lake Kiebrania ni hivi, anasifu na anashukuru. Na Biblia inasema akijua ilishawekwa sahihi, akijua haibadiliki, hakufunga madirisha kama kawaida, halafu akienda kuomba habadilishi sala. Mungu, hata hatua hii hujawahi shinda. Sisi maombi yetu yanabadilishwa na hali ya hewa. Tena unaharakisha kabisa, jamani niombeeni, maana ikipita hii siku faili litakuwa baya. Yaani tunamwona kama Mungu na yeye huwa anachelewa na anapitwa na wakati. Danieli hana hiyo hofu, hana pressure. Yaani kama alivyofanya siku ngapi, ni kusifu na kushukuru. Sasa namsifu Mungu. Kusifu maana yake unatambua uwezo wake. Kushukuru maana yake yani ameshatenda, yuko willing kabisa. Hamwambii Mungu, kwa nini umeruhusu mpaka hatua hii, ninaenda kuuawa hivi hivi. Wala Danieli aombi Mungu zuia makano ya simba, wala hakikisha Bwana shughulika na hao watu. Azungumzi na kitu hicho. Sisi tunapoomba Mungu, shughulikia watu hawa, Yesu analeta agenda hii: waombeeni wanaowaudhi, wapendeni maadui zenu. Yaani maombi yetu ni ya kipagani, hujawahi ona. Afadhali na wapagani. Sisi maombi yetu ni mabaya, machafu. Masa tunawatakia Mungu awashughulikie watu hao, wakati Yesu anasema, alimwambia yule wanafunzi wake, Bwana, umefanya mambo makubwa hapa, hao watu wanakudolea tu macho, hawakuamini, tuagize moto kama Elia? Mungu akasema, hivi ni roho gani mko nayo? Maana Adamu hajawahi kuja kuua watu, amekuja kuokoa. Ninyi roho gani mnayo? Chukulia tu siku moja wakutwange makofi kanisani, na kwa sababu ya kazi ya Bwana, naambia Bwana, ingilia kati, shughulika na watu hao wote. Na Yesu ataoji, hivi wewe una roho gani? Una roho gani? Hii ndio amri iliyo kuu tena ya kwanza: mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote. Kwa nini? Kwa moyo wako wote. Na ya pili yafanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hivi uhusiano wangu na huyu mtu mwanadamu unabadilika kwa sababu alichonitendea? Kama hicho ndilo kinabadilisha uhusiano wangu, mimi ni mpagani kabisa, kwa sababu Yesu hayuko ndani. Ndio maana wasamee, hawajui wanachotenda. Stefano anapigwa mawe wakati Sauli yuko pale, lakini anasema, Baba, usiwahesabie dhambi hii. Hatujapigwa sisi na tunawatakia mabaya, na hawajatupiga, watakutupiga. Danieli anamshukuru Mungu na anamsifu. Maana yake ni nini? Hana shaka na uwezo wa Mungu. Anamshukuru maana yake, lolote utakalo likubali, mapenzi yako yatimizwe, mimi nitakushukuru. Niko hapo unaponiona, sina shida kabisa. Haina pressure kwake, wala habadilishi namna ya kuzungumza na Bwana. Habadilishwi na environment. Mazingira yamechafuka, moyoni ana amani ya kweli na Mungu wake. Ningelikuwa mimi, ombi langu lingebadilika. Na ndio maana siku ile kawagusia tulipoombea juu ya Burundi, ukiona maombi yetu yote, badilisha, ingilia kati. Ile uingiaji kati wa Mungu ni kubadilisha mazingira. Nikawaambia hakuna mahali popote katika Biblia aina hiyo ya ombi, haipo. Lakini siku hizi sisi, hayo ndio maombi yetu. Aja ninukuu neno hili sasa, halafu tuombe. Ana muda wangu umeenda kabisa. Ninukuu tu hapa. Hiyo yote ni nini? Jibu maombi. Ndicho ninachozungumza hapa. Ukiomba Mungu, nisaidie niwapende watu, haitakuja automatically. Nenda upende watu, watendee mema.
Ukiomba Mungu nipatie uvumilivu, unachomwambia Mungu ni hivi: sikuombi ubadilisha hatua hata wanaonitendea, ila nisaidie niendelee kuwa na mtazamo chanya ingawa wananitendea hayo. Ndio tafsiri yake. Ni kama unasema basi niruhusu nikae kwenye hili jiko, halina madirisha, funga na mlango, moto ni wa kuni mbichi zenye moshi. Halafu aliyoko nje ni kama vile hataki kufungua mlango. Kitabu hiki kinaitwa My Life Today, maisha yangu leo. Na kitabu hiki hivi karibuni tulikuwa tunakisoma, ukurasa wa 19 mstari wa 3. My Life Today. My Life Today. Sikiliza anachoeleza. After we have offered our petitions, baada ya kutoa maombi yetu, we are to answer them ourselves as far as possible. Tunapaswa tuyajibu sisi wenyewe kwa kadiri iwezekanavyo. Ukiomba Mungu nisaidie nishinde uzinzi, jibu ombi lako immediately. Jiondoe kwa wazinzi, usijiweke mazingira ya kushawishika. Ukiomba Mungu nisaidie kushinda ulevi, achana marafiki wanaolewa, usiende kwenye bar. Answer your own prayer. Sio nasema Mungu fanya muujiza. Eti umeenda kwenye bar, umeagiza pombe, hapa ni please na extra haraka. Halafu unasema Mungu, kwa kuwa unajibu maombi, hii pombe hii chupa hii ivunjike. Pombe imwagike. Haivunjiki ngo. Na ukimimina usifikiri itakwama upaliwe, itatiririka. Yaone maisha katika mwanga bora. Kwa hiyo usifikiri muujiza Yesu atakuja na nyakua chupa. Halafu unasema Mungu Bwana amejibu maombi. La. Answer your own prayer. Ukisema Mungu nisaidie mwaminifu kwa zaka na sadaka, usifikiri sasa ndio Mungu ataleta fedha ili sasa matumizi yako ya nyumbani yatosheleze. No, ndipo ni kama Mungu anakanyagia. Kesho utakuja kuona. Ndipo Mungu naona kama anakanyagia, unachokipata unashangaa mjomba anaumwa, yani hapa unashangaa amekuja mwenye shida, unashangaa mtoto ameugua, unashangaa hiki na kile, na alafu akitosheleze. Hapo ndipo mbingu zinasema, are you serious? Answer your own prayer. Jibu ombi lako. Yaani Mungu unapoomba nisaidie kuwa mwaminifu kwa zaka, sio kwamba alete hela nyingi ili matumizi yako yatoshe. No, maana yake decide. Fanya maamuzi ya kujibu ombi. Count your money. Hesabu, toa ya Bwana, toa ya sadaka, toa zaka, lepeleka. Jibu ombi lako. Ukisubiri muujiza, utaendelea kuwa hivyo hivyo na utapotea. Si kwa sababu Mungu asikii, ila umeamua kutelekeza wajibu wako. Answer your own prayer. Nipe uvumilivu, manake jibu. Saidie nipende watu. Jibu wewe, wahudumie, waombee, watakie mema kwenye dhiki. Fanya unachoweza kufanya. Mungu hawezi kufanya muujiza. Muujiza aliyosema ni huu. Answer your own prayer. Tekeleza hicho. Jitwike godoro lako. Unahitaji kuwa mzima, nyanyuka. Nenda ujionyeshe kwa kuhani. Si unahitaji kutakasika? Basi ndio oje, nenda. Huyu mama alipomimina moyo wake kwa Yesu, akaishi akiwa amejibu maombi yake. Ndio nawaambia ndugu zangu wapendwa, hiyo ndio inaitwa sayansi ya sala. Vinginevyo utakodisha wachungaji, utakodisha wazee wa kanisa, utakodisha waumini, ukadhani wao ndio wana access ya kukupeleka kwa Bwana. Hakuna. Hapa nimeacha anaeleza maombi ya watu wengine hayatabadilisha tabia ya. Tena ukiomba Mungu nisaidie kushinda uzinzi, ndipo wanakuja bila kuwalipa. Mwanzo ulikuwa unawahangaikia ili uwaonge. Safari hii ndio wanakutaka wakuonge. Kuna dada mmoja mimi aliniambia, tuko shule, ananiambia piga hapa tuone kama tutamaliza shule sijakupata. Na alikuwa anaimba kwaya, mimi naimba kwaya. Tuko sekondari. Amekatalia daftari langu, aliniazima akuandike kitu fulani na hesabu. Ninamwambia niletee. Nikabadilika. Nikamwambia usiniletee ujinga. Leta daftari langu. Alipoona badilika akasema, "Wewe unajifanya mkoringi."
kule shuleni kwetu waliokuwa wanajaribu kuwa waaminifu wanageuziwa kibao, wanaitwa Wakorinto. Wana Wakorinto walikuwa watu wa zinaa sana. Paulo anasema hata kwa mataifa haipo, maana mtu anaenda na mke wa baba yake. Sasa walikuwa wanasema wewe unajifanya Mkorinto. Nikamwambia sijifanyi, ninachoeleza nitapeleka daftari langu. Akaniambia piga up kama tutamaliza shule sijakupata. Alikuwa ndani ya wasichana 5 waliokuwa wanajiita G5, the great 5. Walikuwa na akili darasani na walikuwa wana maumbile bora. Nikamwambia kumbe una agenda. Nikamwambia sipigi, ila wewe jitahidi, ukinipata utasema. Tulimaliza, Mungu alisaidia, tulimaliza shule sikumpata. Nimeendelea kuzunguka mtaa wangu wa kwanza kwa mchungaji, nilimkuta ni mke wa mzee wa kanisa. Sasa hebu fikiria sasa ingilikuwaje? Bwana atujalie. Lolote unalotaka Bwana nipatie tabia hii. Kuna mambo mawili, kuna human effort, juhudi ya mwanadamu, na divine power, nguvu za kimbingu. Yaani upande wa nguvu za kimbingu hiyo iko given automatically. Ni mimi tu ndo ninashindwa kuitegemea. Mungu anatazamia upande wangu nichukue hatua. Yeye kwake uwezo wake uko pamoja nasi kutusaidia. Vinginevyo tutaendelea kuumia hivyo hivyo, tunadhani Mungu ajibu, kumbe anajibu. Kesho utakuja kuona anavyojibu. Na tutakuja kuona wakati mwingine anabadilisha mazingira, anayatibua kabisa. Kwa sababu ya ukuaji wa tabia anatibua. Wakati wewe unasema Mungu huyu na shetani huyu, ona sasa amefanya hivi, hasara zangu, ona biashara imekuwa hivi. Kumbe wakati mwingine sio shetani, huwa ni Mungu ndiye amedisturb. Kesho utakuja kuona jambo hilo. Ndio maana tunaambiwa shukuruni Bwana kwa kila. Usilalamike unasema shetani huyu, kwa sababu hujafunuliwa nani anaoperate katika hii. Aliyekuwa anaondolea chakula wa Israeli miaka 40 ni Mungu. Aliyekuwa anawatoa kwenye maji wanapata kiu ni Mungu. Why? Kwa nini alikuwa anawaondoa kwenye mahitaji yao kana kwamba hawapendi? Alikuwa ana try their trust. Na wao ndugu zangu nisikizeni vizuri, kesho tutakuja kuona jambo hilo. Usilalamike shetani huyu ananionea wivu. No, hapana. Shukuruni kwa kila nini. Tusimame tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante. Asante kutufundisha sehemu yangu na sehemu ya wapendwa hawa. Juhudi ambayo tunapaswa kuifanyia kazi. Kwa sababu kwa upande wako hakuna shaka. Unapotuambia jitwike godoro lako, tusaidie kuamini neno lako na kujitwika. Ukisema mwanangu umesamehewa dhambi, tusaidie kuamini umetusamehe. Tuishi kama watu waliosamehewa, badala ya kujihoji na kuona kuwa na hatia tulichofanya. Tukiomba Mungu tusaidie kufanya hivi, tusaidie kuchukua hatua, kwa sababu uwezo wako ni hakika. Tubariki siku hii ya leo kwa jina la Yesu. Amina. Bwana tubariki.